Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Balozi Emmanuel Nchimbi amezungumza hii leo kufuatia matukio mbalimbali yaliyojitokeza katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Hotuba yake aliyoitoa katika maadhimisho ya siku ya sheria nchini Tanzania ambapo kitaifa imefanyika huko jijini Dodoma, Dkt. Emmanuel Nchimbi amesema kwamba kuendelea kuzungumza matukio yaliyotokea Oktoba 29 ni kuendelea kuumiza mioyo wa Tanzania. Kiongozi huyo amewataka wanasiasa pamoja na wanaharakati na viongozi wa vyama vya kisiasa kuacha kuzungumzia matukio yaliyopita ya Oktoba 29 ili kulijenga upya taifa kufuatia kamati ya uchunguzi iliyoundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo inaendelea kutekeleza majukumu yake. Kufuatia kauli hiyo ya Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Balozi Emmanuel Nchimbi, mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Godbless Lema ameijibu kauli hiyo ya Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Godbless Lema amesema kama watoto wenu wangekuwa miongoni mwa waliouawa na kama miili yao ingekuwa ikitafutwa kama mizigo isiyo na mwenyewe, kauli zenu zisingekosa maarifa na utu kwa kiwango hiki. Hata hivyo, nafikiri nitakuwa mpumbavu kudhani ungeweza kuzungumza tofauti, maana wewe ni makamu wa rais unayetokana na uchaguzi ule. Naona nataka kuwa mpumbavu mimi. Muda una nguvu sana na historia ina kumbukumbu ndefu kuliko vyao. Alizungumza hivyo Godbless Lema katika ukurasa wake wa mtandao wa X kufuatia kauli ya makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi aliyetaka wanasiasa, wanaharakati pamoja na viongozi kutozungumzia matukio yaliyotokea Oktoba 29. Kauli ya Dkt. Emmanuel Nchimbi imekuja kufuatia kauli aliyoitoa Rais wa Chama cha Wanasheria TLS Boniface Mwabukusi ambaye amewataka viongozi kukaa kimya kama hawana la kuzungumza kuliko kutoa kauli ambazo zinaendelea kuchochea machungu kufuatia matukio yaliyotokea Oktoba 29, 2025, huku akitaka uwajibikaji dhidi ya viongozi kuhusiana na matukio yale.